Katika hicho chumba kuna wanangu wawili wanalala. Ilikuwa mvua kubwa ya kutisha na maradi na mangurumo. Nasikia kishindo tu, na baada ya kutokea kishindo hapo nikasikia ukelele kutoka katika chumba cha watoto wangu walipolala. Nikafika kwenye tukio, nikahakikisha kwamba kweli ukuta wa nyumba ya mwanangu Hajabasi umeanguka. Sasa mimi nikatoka mbio kwenda kuangalia, sana nafika kule kuangalia, ndo naona ukuta wote umeanguka chini. Mvua zinazoendelea kunyesha hapa visiwani Zanzibar imeathiri nyumba ya mzee Haji, mkazi wa shehia ya Mtoni Kidatu kwa Sefu. Mshindo TV imefika hadi katika nyumba hiyo, na hapa muhanga wa tukio hilo pamoja na majirani wanaeleza kwa kina kuhusu tukio hilo. Siku ya juzi kuamkia jana mapande ya saa 11:30 alfajiri, nilipata tokezea ajali ya kuanguka kwa kiwango kimoja kiambaza nyumba yangu, tukio ambalo lilinifadhaisha sana na kutuamua sisi pamoja na familia ambayo ilikuwa ndani. Unajua ile tukio lilipotokezea, mimi nilikuwa msalani najitayarisha kwa ajili ya kwenda kusali sala asubuhi. Na sasa nikasikia kishindo tu, na baada ya kutokea kishindo hapo nikasikia ukelele kutoka katika chumba cha watoto wangu walipolala. Sasa mimi nikatoka mbio kwenda kuangalia, sana nafika kule kuangalia, ndo naona ukuta wote umeanguka chini. Sasa kwa bahati katika hicho chumba kuna wanangu wawili wanalala, kuna mkubwa na mdogo. Sasa huyo mdogo ambaye yuko form 3 ndo aliweza kwanza kumsaidia mwenzie kumtoa katika chandarua, ambaye akajizonga, kwa sababu yule mkubwa alikuwa hajui kitu gani kimetokeza, kwa sababu alikuwa katika usingizi mzito. Baada ya mimi nikasaidia pale kuondosha matofali ambayo yapo kwenye kitanda chake, na nadhani kuna tofali moja lilikuja katika mgongo wake. Baada ya kumtizama kuna michuniko hivi. Kufika asubuhi pale, na kabla asubuhi sana saa 12 nikaanza kuwapigia simu ndugu na jamaa ili kuja kutoa msaada zaidi. Athari ile ambazo zimetokea ni si kubwa, ni kitanda tu ambacho kimeharibika na baadhi ya mabuku ya wanangu ambao ndo wanasoma na kidogo imepata athari, lakini hakuna zaidi ambacho kimeleta athari. Nashukuru tu Mwenyezi Mungu kajalia hakuwa na tukio jingine lolote ambalo linafanya binadamu kuathirika na hali hiyo. Kwa mpaka sasa siwezi nikasema moja kwa moja kama nimepata msaada, kwa sababu baada ya tukio hilo, juhudi za mwanzo na dharura, sisi pamoja na ndugu waliokuja ni kuwaza kwa tufanye nini, na kuna wengine wakajitokeza kwenda kuazima vifaa ili kwa ajili ya kuja kustiri ile hali, na miongoni mwa hayo ni kwenda kuazima matofali, imefukua saruji na nondo. Ni kweli tukio limenigusa si peke yangu, pamoja na familia wenzangu na majirani, kwa sababu tukio limekuja kulingana na hali sasa ya kimaisha. Hasa tukio ambalo limekuja si kama labda mzaha, tunaela ghafla, kweli Mungu kajalia, lakini lazima kwanza utahamanika. Unajua kwa utahamanika, hujui la kufanya kwa hatua kama ile, kwa sababu ukiangalia maisha ya sasa na vifaa vya ujenzi vilivyo hali ya juu, inakuwa ni mtihani. Tukio la kuanguka kwa ukuta wa nyumba ilikuwa kama saa 12, nikaambiwa ukuta wa nyumba ya mwanangu Hajabasi umeanguka, na aliyeniambia hivyo ni mke wangu. Nikafika kwenye tukio, nikahakikisha kwamba kweli ukuta wa nyumba ya mwanangu Hajabasi umeanguka. Hapo hatua niliyochukua, nikampigia simu bwana Sheha na nikamtaka aje, na akaja. Baadaye nikampigia simu diwani wa wadi ya Mtoni Kidatu hii, na vile vile naye akaja tena. Wao wakachukua hatua mbalimbali za kuarifu watu wa maafa. Ushauri wangu kwa serikali, kwa vile serikali ina kitengo cha maafa, na shauri watu wa kitengo cha maafa waje waone tukio. Vile vile na washauri watu wa kitengo cha maafa manispaa ya wilaya Magharibi, na wenyewe waje waone tukio. Kwa kweli juzi mvua ilikuwa kubwa sana, ilikuwa mvua kubwa ya kutisha na maradi na mangurumo. Kwa hiyo alfajiri tunaamka kwenda kuswali, tukasikia kishindo. Kwa tukatoka ni nini kwenda, ni jirani yetu pale kapata mtihani, kaangukiwa na ukuta ule umeanguka wa chumba, na mlikuwa mna watoto wamelala,
Alhamdulillah wametoka wazima, lakini sasa yule mmoja aliangukiwa na tofali kusema ukweli. Kwa hiyo aliumia mgongo kidogo, alichunika mguu, bega, lakini hajambo. Kilichochukua sisi tulianza kuwatoa watoto, halafu tukaanza kutoa yale matofali na kumsaidia mwenzetu, ndo kama vile tumejenga, kila alokuwa nacho katoa. Ushauri wetu kwa serikali, haya maswala kwanza wayaangalie zaidi, kwa sababu kwanza mitaro ya maji jamani imeziba. Kwa hiyo kwa kweli ni mtihani. Kwa hiyo swala letu serikali, ili swala waliangalie. Alfajiri tulisikia mshindo mkubwa wa kuanguka kwa nyumba yake. Hapo tukatoka ili kuangalia ni mazingira gani, na tulipofika tukakuta kwamba ukuta wa nyumba yake umeanguka na baadhi ya vijana wake ambao kilala katika hicho chumba kapata athari kidogo. Hatua ya mwanzo tulifika ili kuona kishindo hichi kinasababishwa na nini. Kufika tukaona kwamba nyumba imeanguka. Baada ya hapo tukaanza huduma ya mwanzo au harakati za mwanzo, kuondosha matofali yale ambayo yameanguka, kuyaweka pembeni. Baada hapo tukaanza zile huduma za kibinadamu, kwa sababu ndio nyumba yake ya kuishi. Kwa tukaanza kupiga mazingira madogo madogo kuona namna gani tunaweza tukaanza kwa hatua ya mwanzo. Mvua tu zile ambazo zimeshtadi kwa kipindi hichi cha masika ndio chanzo kikubwa cha kuanguka kwa nyumba yake. Au kushauri kwamba kwa sababu ni maafa haya, na maafa yanapotokezea na kuwa hajipangi. Sasa yakitokezea yale maafa, ni lazima watu wa karibu au jirani kwa hatua ya mwanzo waweze kutoa mashirikiano. Baada ya hapo tena serikali kuu nayo iweze kusaidia kwa mujibu wa hali. Lakini la msingi kwamba lazima kuwe mashirikiano kwa wale majirani hatua ya mwanzo, ili kuona kwamba namna gani wanatoa msaada katika maafa yanapotokezea kwa hatua ya mwanzo, kama ni kumstiri kwa eneo jingine, kama nyumba haikaliki, au kwa mazingira yote yale ambayo, ili kumfariji, ili kuona kwamba yuko sawia katika maisha yake. Mara baada ya kumsikiliza muhanga pamoja na majirani zake, moja kwa moja nimefika kwa sheha wa shehia hii, na hapa anaeleza kwa kina kuhusiana na tukio hilo. Jina langu ni Subira Salum, lakini nyuma ya kamera Hassan Said. Nalifahamu jana nilipigiwa simu mnamo saa 12:30 za asubuhi kwamba kuna nyumba imeanguka hapo, ukuta umeanguka nyumba. Nikatoka nikaenda kuona huo ukuta na kutaka kujua watu wako salama. Kaamba watu wote wako salama, isipokuwa kijana mmoja tu tofali upande mmoja umemgonga mgongoni na mguuni umemchuna hapa, basi lakini wote wazima salama. Ya kwanza niliarifu moja kwa moja wilaya, mpigia katibu tawala, alafu nikampigia mtu wa maafa, na vile vile nikampigia simu kuwajulisha. Inawezekana wamekuja, lakini mimi hawakuniambia pengine, kwa sababu niliondoka na kazi baada ya kutokea, baada ya kuona sharipoti sehemu zote, ilikuwa na dharura, kwa hivyo niliondoka mimi. Kwa hivyo sijui nyuma yangu kama wale ya huko hawajaja. Kaida yangu nikisharipoti, nikimaliza kuripoti huwa nakwenda na barua ya maafa ofisini, kama leo Jumatatu au kesho nikienda Jumanne napelekea barua. Kwanza ushauri wangu ni kwamba tuangalie taratibu za nyumba zetu zilivyo na hali ya mvua hii inavyoendelea, na majirani tukusaidiana, ni wajibu wetu kwa watu wote. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.